Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu ametuma ujumbe mzito kwa vyama vya upinzani huku akiwataka waweze kufanya jambo hili haraka iwezekanavyo. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan amevitaka vyama vyote vya siasa nchini Tanzania vikiwemo vile vya upinzani pamoja na Chadema kuweza kujumuika pamoja, kutafakari kwa uaminifu makosa yao yaliyopita na kufanya mazungumzo ya kweli yenye lengo la kuimarisha umoja wa kitaifa na amani ya muda mrefu na kuleta maridhiano. Hii ni baada ya maandamano makubwa ya baada ya uchaguzi ambayo baadaye yaliweza kupinga ushindi wa Samia Suluhu wa 97% katika uchaguzi huo. Samia Suluhu sasa hivi ameonekana kurejea nyuma na mawazo yake na sasa anataka vyama vyote nchini Tanzania viweze kukaa katika kiti kimoja na kupata maelewano. Ametoa wito huo alipokuwa akihutubia bunge mjini Dodoma wakati wa ufunguzi rasmi wa bunge la 13. Samia Suluhu amesisitiza kuwa utulivu wa siku zijazo wa Tanzania utategemea utayari wa watendaji wa kisiasa kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa yenye maana. Katika hotuba yake, Rais Samia Suluhu alieleza kuwa vyama vya siasa vina jukumu kubwa la kulinda amani ya Tanzania, akisisitiza kuwa tafakari ya ndani ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Alibainisha kuwa tathmini za mwenendo wa kisiasa Tanzania hazipaswi kulazimishwa au kusukumwa na shinikizo kutoka nje, badala yake ziongozwe na maadili ya Kitanzania, mila na desturi zinazokubalika za kijamii. Alisema kuwa mazungumzo kama haya lazima yakingwe katika utamaduni wa kipekee wa nchi hii badala ya kuongozwa na matakwa ya kigeni. Rais Samia Suluhu amesisitiza kuwa mazungumzo ya kisiasa yanapaswa kufanyika kwa hekima na heshima na uwazi ili yaweze kuleta matokeo chanya kwa taifa. Aliwakumbusha viongozi wa vyama vyote kuwa utulivu wa kisiasa wa Tanzania ni msingi muhimu ambao miradi ya maendeleo, huduma za jamii na ukuaji wa uchumi hutegemea. Kulingana na Samia Suluhu, bila maelewano kati ya watendaji wa kisiasa, maendeleo hayana uhakika na raia ndio wanaobeba matokeo. Ombi lake kwa vyama vya siasa limefasiriwa kuwa ni mwendelezo wa msukumo wake wa muda mrefu wa mtindo wa upatanishi zaidi wa siasa unaolenga kuponya majeraha ya zamani na kupunguza mgawanyiko ndani ya jamii. Hata hivyo, hii ni mojawapo ya wito wa mazungumzo na maridhiano ili kuleta amani na kuzuia maandamano na rabsha zingine za kisiasa ambazo zimeshuhudiwa nchini Tanzania hivi majuzi. Samia Suluhu ameeleza wasiwasi wake kuwa katika miaka hivi karibuni Tanzania imekumbwa na changamoto za kisiasa ambazo zilidhoofisha umoja katika baadhi ya jamii nchini. Kwa sababu hiyo, amewataka viongozi kutoka kila upande Tanzania kutanguliza maslahi ya taifa au ya umma kuliko matakwa ya kibinafsi au ya chama, akisisitiza kuwa maelewano ni muhimu ili demokrasia istawi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa sasa wanasema matamshi yake rais yanaonyesha wasiwasi unaoongezeka kutokana na kuongezeka kwa joto la kisiasa na maandamano. Mvutano kati ya vyama umeongezeka na wito wa rais unatazamwa kama hatua ya haraka ya kuzuia ubaguzi zaidi. Wachambuzi wanaona kuwa mazingira ya sasa ya kisiasa yanahitaji usimamizi makini ili kuepusha migogoro na kudumisha sifa ya Tanzania kama moja ya nchi tulivu katika ukanda huu. Rais Samia Suluhu pia amesisitiza kwamba amani na utulivu hazipaswi kamwe kuchukuliwa kuwa za kawaida. Alidai kuwa maadili ya haya yanahitaji ulinzi wa mara kwa mara, hasa wakati ambapo eneo hilo linakabiliwa na changamoto changamani za usalama na kuongezeka kwa kampeni za taarifa potofu. Nia na madhubuti ya Samia Suluhu ni kutaka viongozi wa upinzani pamoja na vyama vyote nchini kuweza kukaa chini na serikali kufanya mazungumzo na maridhiano ili tu kuleta amani na kuweza kusaidia umma wa Watanzania. Ujumbe wake Samia Suluhu uliwataka viongozi kujitolea kikamilifu katika kujenga umoja na kukuza maridhiano katika majukwaa yote ya kisiasa. Katika hotuba yake aliwakumbusha viongozi wa kisiasa kuwa hawana budi kuwa mfano mzuri kwa umma wa Tanzania, hasa kwa vijana wanaoona siasa ni sehemu kuu ya ushiriki wao katika maendeleo ya taifa. Amesisitiza kuwa mazungumzo ya kitaifa yanayozingatia maadili ya Tanzania yanaweza kurejesha uaminifu, kujenga mshikamano na kujenga msingi endelevu wa maendeleo ya muda mrefu ya nchi. Rais alikariri kuwa
Mustakabali wa kisiasa wa Tanzania unategemea sana mwenendo na ukomavu wa viongozi wake. Kauli yake hiyo pia imekuja wakati Tanzania imekuwa ikikabiliwa na wimbi la taarifa potofu baada ya maandamano tu ambayo yaliweza kukamilika mnamo Oktoba tarehe 31 na mengi yaliendelea hadi Novemba tarehe 1. Mapema mwezi huu, Wizara ya Afya pia iliweza kulazimika kutupilia mbali hadharani video za vifo ama mauaji ama watu waliofariki katika maandamano zilizokuwa zikisambaa, ikidaiwa ya kuwa miili yao imefichwa katika hospitali moja. Hivyo Wizara ya Afya au serikali ikaamua kuingilia kati na kukataa. Wabunge wa Tanzania walioingia madarakani hivi punde sasa wamejibu hotuba hiyo ya Samia Suluhu kwa mchanganyiko wa shukrani na kujitolea upya kwa rais, wakitambua umuhimu wa umoja wakati wa mvutano wa kitaifa na umuhimu wa mazungumzo na maridhiano kati ya vyama vyote Tanzania. Baadhi ya viongozi walionyesha matumaini kuwa wito wake rais unaweza kuhimiza vyama vyote kupunguza siasa za makabiliano na badala yake kukumbatia ushirikiano, hasa katika masuala yanayohusu usalama wa taifa, afya na maendeleo ya kiuchumi. Wananchi wengi katika mikoa mbalimbali pia wameitikia wito huo wa rais, huku wengi wakielezea matumaini kwamba ushindani wa kisiasa hautaongezeka na kuwa migawanyiko inayozorotesha uhusiano wa jamii. Wakazi wanasema ujumbe wa upatanisho ni wa wakati mwafaka na walazima, haswa baada ya visa vya hivi majuzi ambavyo vilijaribu imani ya umma na kuzidisha wasiwasi katika jamii kadhaa. Hata hivyo, Rais Samia pia alisisitiza kuwa kujenga taifa lenye amani kunahitaji kujitolea kwa pamoja kati ya viongozi na wananchi. Ujumbe wake wa mwisho ulithibitisha kwamba mustakabali wa Tanzania hautegemei ushindani wa kisiasa bali umoja, hekima na uongozi unaowajibika. Wakati taifa likitafakari wito wa Rais Samia Suluhu kwa vyama vyote nchini Tanzania, Watanzania wengi wanaamini kwamba miezi ijayo itajaribu ukomavu wa kisiasa wa nchi kuliko hapo awali ambapo maandamano ya baada ya uchaguzi yalishuhudiwa. Uwezo wa viongozi kuvuka ushindani na kujitolea kufanya mazungumzo na maridhiano ndio utakaoamua iwapo Tanzania inaendelea na njia yake ya amani au hatari ya kutumbukia katika mvutano usio wa lazima. Hii ni kulingana na Rais Samia Suluhu. Wananchi wakifuatilia kwa makini wakitumai ujumbe uliotolewa bungeni unaashiria mwanzo wa sura mpya ya ushirikiano wa kitaifa na amani. Serikali kwa upande wake imewahakikishia wananchi kwamba taasisi zote zinaendelea kuwa macho, zimejiandaa na zimejitolea kulinda utulivu katika kipindi hiki kigumu. Mamlaka hudumisha kwamba uwazi, mazungumzo yaliyopangwa na uwazi ndivyo vitakavyodhibiti mizozo kadri msimu huu unavyoendelea wa maandamano. Wanasema taifa lazima litangulize umoja kuliko yote bila kujali tofauti za kisiasa. Hata hivyo, ujumbe huu wa Samia Suluhu unakuja huku kikundi kinachojiita Gen Z kikiandaa maandamano mengine tarehe 9 Disemba. Mwishowe, matamshi ya rais yanasimama kama onyo na mwaliko. Onyo kwamba mgawanyiko unabeba matokeo halisi na mwaliko kwa viongozi wote kurejea mezani kwa unyenyekevu, uaminifu na maono ya pamoja kwa mustakabali wa taifa hili la Tanzania. Wakati Tanzania inasonga mbele, matumaini yanabakia kwamba roho ya umoja itashinda na kuiongoza nchi kuelekea mustakabali wa amani na mafanikio kwa kila mwananchi. Mtazamaji, ni hayo tu, nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na wito huu wa Samia Suluhu. Vile like video hii kisha subscribe.